Na muda huu tuko nje ya Shanzu Lokot na hao unaona hapa mbele ni TikTokers wa kutokea hapa Kenya, lakini mbele hapa wameongozwa na Amal Sonko. Tufahamu nini kinaendelea, japo watu wanafahamu tujujuu kwamba ni sakata la Halki na mtoto wa mama lao. Wenyewe watatubrief nini hasa ambacho kinaendelea na kipi ambacho mashabiki huko nje wanahitaji kufahamu kufikia sasa. Kwema. Majina yangu mimi naitwa Amal. Wengi wananiita Queen Mother, wengine zaidi wananiita Amal Sonko. Mimi ni mzazi na niko hapa kama mzazi, na niko hapa kwa ajili ya mtoto Halki, ambapo nadhani kesi yake wengi wenu mnaijua, na amefikishwa leo mahakamani hapa, na kuna wenzetu wengi wako ndani. Sisi tumejitoa tu kidogo tu hapa nje tuweze kufanya interview 1 2 3, lakini tunasema hivi ama tunaomba watu wa nje, tunaomba msimame na Halki, kwa sababu Halki ni mtoto ambaye ni mnyenyekevu, ni mpole, hana mambo mengi na watu. Naomba nyote mujitoe, na nashukuru sana leo mumesimama na Halki. Yaani mumesimama na Halki paka mimi mwenyewe nikasikia raha. Mimi mwenyewe paka nikalia. Mumesimama na Halki within a time. So guys, tutawaeleza nini kinaendelea, maana yake mimi ni steering, mimi ndo steering hapa na watoto wangu. So mimi ni steering. So tutawaelezea chenye kinaendelea zaidi, kwa sababu tukielezea huko mweza enda haribu mambo. Lakini after court break tutawaelezea nini kinaendelea na mambo yako sawa. Kwa hivyo relax, msiwe na wasiwasi, na wale wote waliotuma pesa wote kwa ajili ya Hulk, Mwenyezi Mungu awabariki. Muendelee kusimama hivyo, muendelee pia kutuma. Maybe kuna vitu vingine vitahitajika, inahitajika pesa. Mwenyezi Mungu awe na nyinyi pamoja na muweze kusimama na sisi kama Team Amal. Free Halki. 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 No much to say. Ni hayo tu. Sema muda huu ni kweli kwamba haitakiwi kuzungumza kwamba bana mtu kafanya mtu hajafanya mpaka koti yenyewe iweze kuamua maamuzi yake. Lakini kwa kifupi tu mtu anaweza jiuliza, Halki na mama lao ni watu ambao wamekuwa wanafahamiana, lakini kwa namna gani, vitu kama hivyo kwa kifupi kama unaweza kufahamu. Mimi kusema la haki, mimi nimemjua Halki kupitia hiyo share TikTok. Kwa hivyo historia yake nyuma sihijui, lakini kulingana na vile watu wanavyosema ni watu walikuwa wanajuana. Umetaja kwamba watu bado wanaruhusiwa kuendelea kuchanga, lakini pia hujataja namba ni ya nani, mhusika ni nani, vitu kama hivyo. Namba ni ya wakili Mama Fatma, na tuko na wakili mmoja. Tuko na Mama Fatma, tuko na wakili mwingine kutoka High Court, na tuko na human rights mmoja, na mimi hapa pia msemaji pia wa serikali, pia mimi niko hapa. Maana msinione hivyo, pia mimi nashughulika mambo haya sana. So nita updates. Hiyo namba ya mchango, kuna wenye labda wanataka kuchangia kitu. Hiyo namba ya Mama Fatma yenye 0719 255 201 ndio namba ya mchango wa Mama Fatma. Sawa. Hapa tuko na nani, lakini pia una kipi cha kusema kuhusiana na kile ambacho kinaendelea? Kwa majina naitwa Muhammad, lakini najulikana kama Sky TikToker, na tumekuja kujitokeza kwa ajili ya mwenzetu kwa sababu tunaamini hiki kitendo hajakitenda. Ndio maana tumefika hapa kumpatia support kijana mwenzetu, ni mdogo, na tunaona hii kesi ni kama ameekelewa. Ndio maana tumefika huko. Sawa. Labda kama unaweza kumpisha mwenzako mbele kidogo hapa, kitu unaweza kukumbusha tena jina, na lakini una kipi cha kuzungumza kuhusiana na kile ambacho kinaendelea? Kwa majina naitwa Nadia. Majina yangu ya kazini ni Faith Tundai. Nadia ni jina la nyumbani. Mimi ni National Youth Leader of an upcoming party. So nimekuja hapa leo kumsupport youth mwenzangu, kwa sababu hizi ni vitu tumekuwa tukiziona kwenye mitandao zikitrend, na kwa kweli mimi nilisikiza ile story nikasema wacha nilale kwenye ile mkono mwenye mimi na ujua uko kweli na uko na wenye nataka upate haki, kwa sababu yule mwanaume amelaliwa sana. So right now we are here, we're praying very much that God comes our way and that Halki gets the freedom he deserves. So my code right now, my slogan will be Free Halki. Thank you. Dada, mambo poa. Unaitwa nani, lakini pia unahusiana vipi na Halki, lakini pia una kipi cha kuzungumza? Mimi naitwa Pili Wambua. Halki ni bradhangu, babake na babangu ni ndugu.
Kuhusiana kile ambacho kinaendelea, una kipi cha kuzungumza ambacho kipo moyoni leo nataka watu wakisikie huko nje? Mimi chenye kiko moyoni ni Halki bradhangu apate haki. Kwa sababu vyenye nimemjua kutoka utotoni, hana hiyo tabia. Ni mtoto mzuri na ameleleka mazingira ya Kiislamu, anajua dini. Hana makosa yoyote. Kwenye videos ambazo kwa tunaziona TikTok hapa, it's like siko sure, lakini ilikuwa inaonekana kama ashawahi kuishi kwa mama lao yule. Ndio, ameishi na yeye almost miaka 2. Vipi? Kama ndugu anahusiana au kwa nini akaenda kuishi kule? Si ndugu, marafiki tu. Kama kikazi au rafiki wa kawaida ama alikuwa kwenye mahusiano nini? Hapo siwezi nikaongea mengi, but walikuwa marafiki. Noma sana. Acha dada aje aongee. Tunangoja exclusive baada ya kotini kule, alafu bado tutapata update. Mambo? Poa. Jina nani, unahusiana vipi na Halki na una yepi ya kuzungumza? Kwa majina kamili naitwa Amina Mulwa Msioka. Halki ni bradhangu, mimi ndio first born wao kwetu nyumbani. Okay. Niko hapa kutaka haki ya ndugu yangu, maana kwa kile nilichokisikia na kulingana na vile ninavyomjua kakangu, hiyo kitu ni kama amesingiziwa. Pia nataka kushukuru watu hao wa TikTok wenzake, hao wenye kuviews na wao kwa mchango wao. Na vile ilikuwa nahisi juzi na jana, sivyo vile nasikia sahi. Yaani nafurahika na nina imani kama vile, yani naona kama ndoto na imani ya kuwa kakangu kwa siku ya leo nitakuwa naye nyumbani. Talala naye kwa uwezo wa Mungu inshallah. Kwa mara ya kwanza stories zilivyo break kwenye internet, labda familia mlizipokeaje hizi habari, kwa sababu hizi ni habari ambazo very sensitive? Mimi hizi habari nilizipokea kwa sistangu ambaye ni mtoto wa babangu mkubwa. Alinipigia simu, ilikuwa saa 12:55. Akaniambia, dada, umesikia uvumishi wowote kuhusu kaka? Nikamwambia mimi sijui, maana nimepeza kitambo kuingia kwa hizi simu mambo na TikTok. Kanambia basi inasemekana kuwa mama lao anadai kuwa Ali amemrepo mtoto wake. Nikamwambia ni sawa, sahi siwezi mpigia Ali. Pengine hapo alipo aweza kuwa mwenye ana mushkil fulani, lakini nitaendelea kufuatilia. Kweli nikakaa nikiwa kwangu kwa nyumba na osha vyombo, nikapata Halki na mdogo wangu wa mwisho Hassan Mulwa wanaingia, lakini nikimwangalia Halki simuoni kama yuko sawa. Nilijaribu kumnyenyekea, nikamuuliza, je, hiki kinachosemwa kakangu ni kweli? Akanambia, dada, si kweli. Kitu cha kwanza kumuuliza, nilimuuliza wakati huyo mtoto anatumwa hapo kwa nyumbani, ulikuwa na nani? Mpaka akanionyesha kwa simu, nilikuwa na girlfriend yake na rafiki yake kijana. Asema sasa sijui ilienda vipi, maana kama ni hiyo mambo na keki nilimpea huyo mtoto, lakini kabla kumpatia nilimwambia mama lao kuwa mimi sitakuwa kwa nyumba, nitakupigia nikirudi. Nikamwambia mimi sikuamini, wacha nipigie huyo msichana. Huyo msichana kile ananielezea ndicho kile kakangu ananielezea. Sasa kusema kweli, nikapigia sistangu mdogo wangu Halima, nikamuelezea. Kanambia mimi yani sielewi, nipe kama dakika 5 nifike hapo nyumbani tujue vile tutafanya. Wao wakashauri kuwa tuende polisi tukashtaki. Tukaenda mpaka polisi ya Tononoka. Kufika Tononoka, wale afande wakatupokea vizuri, wakatupeleka kwa afande mwingine msichana, wakatuuliza. Kutuuliza akasikiza kweli mashtaka, akasema lakini kulingana na sisi hapa hatuwezi kupokea mashtaka ya mtu ambaye haishi eneo hili. Ni lazima aende sehemu ile kule Bamburi. Pale lazima tukifanya kitu tunapigia baba yetu, yeye ndo anatushauri. Tukampigia, akasema msiende huko kwanza, pamoja na tajiri yake. Akasema msiende huko kwa sababu vile hawa wanavumisha, huenda akawa akionekana huko akampiga na kumuumiza. Nataka muje nyumbani haraka. Kufika nyumbani, kulikuja rafiki yake Ali akiwa na gari ya color grey ina tinted. Akaja akadai ya kuwa
yeye amekuja kutusaidia. Huyo kijana kwa majina yani huwa laja likirudi. Yeye alivyokuja pale alitaka kuongea na Ali, nimemsahau, bin Zube. Ndo alikuja pale akasema mimi naomba niongee na Ali tukiwa mimi na yeye. Tukamuuliza kivipi? Sisi kama ndugu zake na babake, kwa nini tusisikie kile mnazungumza? Lakini ni kwa mtazamo wangu yule kijana ni kama ilikuwa anatusaliti. Mnielewa? Alimuingiza kweli kakangu kwa hiyo gari na kumhoji maswali. Sisi tukiwa nje ya gari, mimi na mdogo wangu na wifi yangu na babangu. Lakini pale kwa gari Ali hakuwa peke yake. Alikuwa na bosi wake wa kitambo alikuwa akifanya kazi kwake. Huyo ndo alikuwa yuko na yeye katika hizo shughuli zote. Huyo kijana kamhoji Ali, anamshawishi Ali akubali. Kuwa ukikubali nitakusaidia. Yeye ndo alitupinga sisi tusiende polisi, tuende kwa kina mama lao. Kweli tukaenda kwa mama lao. Kufika kwa mama lao, akatoka kwa gari akatuambia ndugu yenu amekubali. Nikamwambia no, hakukubali. Kwa sababu nilimuuliza tangia jana mpaka dakika hii, kwa nini akubali kwako? Wewe nani? Wewe kwake kama nani? Nikamwambia safanya hivi, mpaka uturuhusu sisi tuongee na ndugu yetu. Akasema tumemficha kwa gari kwa sababu tunaona watu ni wengi, huenda akawa amepanga njama zao. Nikamwambia sawa, nikamuita huyu Jabiri ambaye ni bosi wake. Akaniambia yeye amesema tuseme kuwa amekubali ili aende akaangukie nyanyake mama lao. Huyo kijana alienda katoa Ali ndani ya gari na kwenda kumforce ampigie magoti ule mama. Ule mama nafikiri alimpiga kakangu kibao, akadai kuwa mimi nimekusamehe. Nielewa. Akatoka nje. Kumbe huyu kijana huku kando amezuia ile simu, anaturecord. Nielewa. Tulivomshtukia nikamwambia tafadhali, huo mchezo unacheza siko pamoja nao. Umenielewa? Futa haraka hiyo message kwa sababu ni kama umetumwa na huyu mama alafu upost. Na mpaka sahihi hatuwezi ongea tena mpaka huyo mama lao alivyokuja mama lao tukaongea na yeye. Tukaulizana maswali pale. Akasema ndio Ali alifanya hicho kitu, alikuwa anataka rape mtoto wangu. Nikamuuliza tu swali moja, mimi nataka tu unijibu moja, amemrape ama hajamrape? Akasema hajamrape kwa sababu tayari nishampeleka hospitali akapimwa, mtoto wangu yuko sawa. Sasa wao wakatuuliza, madhumuni yenu kuja hapa, mmekuja kwa sababu gani? Nikamwambia sisi tumeambiwa na huyu kijana ya kuwa tukuje tuyazungumze yaishe. Unaelewa? Tukuje tuzungumze yaishe, yani kuzungumza kinyumbani. Sasa mengine nitawaeleza tu baadaye, acha tufuatilie hili kwanza. Asante sana. Haya bana. Sawa mtazamaji, hicho ndio ambacho umeweza kusikia sasa hivi, kile ambacho kinaendelea, lakini baadaye tutakuletea update nini ambacho kimetokea, kwa sababu kuna watu ambao bado wako ndani kule nafuatilia sakata zima hili. Kwa hivyo update bado inakuja kupitia Captain Nyota TV na Tizo Media. Mimi ni Captain Nyota kwa sasa.